Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia tena kushinda kikombe cha ngao ya jamii, lakini wa kipekee pia ametujalia tena kushinda mara ya 6 mbele ya mtani wetu. Imekuwa jambo zuri kwetu sisi kwa sababu mara 5 ambazo tulimfunga, leo mechi ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu tulikuwa na benchi la ufundi jipya, tulikuwa na wachezaji wapya kwenye timu, na ukiangalia timu yetu ilikuwa haijakaa pamoja kwenye camp toka pre-season imeanza. Ile ratiba national team kama ilitupunguzia hivi ladha ya kujiandaa. Kwa hiyo somehow ilimpa mwalimu changamoto kuwaunganisha wachezaji ambao walikuwa kwenye national team na wachezaji ambao walikuwa kwenye camp yake. Kwa hiyo tumpongeze mwalimu, licha ya ugumu huo aliweza kuja na plani nzuri, plani rafiki ambazo zimethibitisha ubora na ukubwa na quality ya timu yetu. Ingekuwa ngumu kiasi gani pengine na nyinyi mtaja mmoja ya timu ambayo mnaingia kwenye mchezo leo kwa na pressure kwa sababu tayari mlikuwa ni title kwa yule muongo. Sisi hatujakuwa na pressure. Yule muongo anatafuta maneno ya kuwadanganya watu. Young Africans huwa inaishi kwenye pressure yake yenyewe kwa maana ya kupata mafanikio. Yanga haijawahi kuwa na pressure kucheza mechi dhidi ya Simba Sports. Huu ni uongo ambao ameutamka hadharani akiamini kwamba anacheza mind game na Young Africans. Sisi huwezi kutufanyia mind game za kitoto namna hiyo. Ni uongo. Sisi pressure yetu ilikuwa ni kubakia kwenye ubora wetu, sio pressure ya kumfunga Simba. Ilipofika sasa hivi Simba hawa tukitengeneza hawa steward hao wakiwa 11 tunapata matokeo dhidi yao na kuhakikishia kabisa. Ilipofika sasa hivi Simba hawa steward wa Yanga unaona tukawatengeneza 11 Benjamin Mkapa wanashinda mechi vizuri tu, wala hatuna pressure nao hao. Tofauti wa Simba mnacheza nao msimu uliopita. Hii ya mwaka huu ni mbovu zaidi. Hiyo ni fact zai. Wewe unabishana lakini ndio ukweli. Simba ya mwaka huu ni mbovu zaidi kuliko ya mwaka uliopita. Hii ni mbovu kwa sababu hata wapi hawana quality ya kuweza compete. Ndoto yangu ya kufikisha mara 10 furaha ya kumfunga Simba nazidi kuiona. Hii mara ya 6 zimebakia 2 kwa maana ya ligi zinakuwa 8. CRDB naomba wasitukimbie ziwe 9, alafu moja tutaitafuta hata ya sherehe ya siku ya kumfukuza Fabi. Tucheze moja ya kupongezana Kwa sababu alikuwa kwa sababu ya kumfukuza kocha tumewapa leo. Wakishamfukuza tucheze mechi nyingine ya kupongezana sisi na wao. Mambo cha Diarra namna ambavyo alianza mchezo leo unakizungumziaje sema? Diarra hii ni quality yake. Kwenye mechi kubwa ya Young Africans tuna wachezaji wakubwa kusaidia kushinda mechi. Hii ni quality yake na ameonyesha utulivu mkubwa. Nafikiri anaendelea kuprove kwamba wote mnaosema Diarra anafanisha makipa wengine. Kwenye moment kama hizi Diarra huwa anaonyesha ubora wake. Kwa hiyo tunajivunia sana. Ni vile tu kwenye mechi kuna man of the match mmoja. Lakini pia Diarra alistahili leo pia kuwa man of the match. Kiwango bora kabisa. Lakini pia Duke Abuya alistahili pia kuwa man of the match. Azizi Ndambwile. Naomba nipige nishangaa kusiana Azizi Ndambwile anavyoanza. Naomba nipige magoti. Wote tulikombe. Kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti ya kumuomba msamaha Azizi Ndambwile. Ndio. Tanzania hii ukiondoa Othman Idi Chuji hakuna kiungo mwingine mwenye utulivu mzuri pale chini kama Azizi Ndambwile. Leo alikuwa anakaba, alikuwa anapasia, alikuwa anaendesha timu, anafanya tackling, anapanga timu yake vizuri. He is one of the best kwenye mchezo wa leo. Nimepiga magoti kumuomba radhi Azizi kwa ajili ya Watanzania wote. Nimepokea message nyingi sana labda kutoka huyu vipi, lakini amewaonyesha na mwalimu kaonyesha nini alikuwa anakiandaa pale Victor kupitia Azizi Ndambwile. Naomba nisimame. Asante. Turudi kwa Dombia. Ukiwaambia kusema Dombia leo alikuwa unajua ukizungumza ukweli. Simba hawana wataalamu wazuri wa mbinu. Na hii ni fact nyingine. Miaka yote hii hapa tunawafunga second half. Sijui huwa hawajui, sijui huwa hawaelewi, au sijui ndio ule usugu ambao wako nao. Second half lazima tuwagonge. Na leo tena vile kipindi cha kwanza kama Yanga haipo hivi, tukajua tu hawa watatamani second half watarudi na speed hiyo. Tukamtoa Mudathi, ikaingia AI ya mpira. Tukaunganisha timu kutoka chini kuja juu. Tufuatia ni historia hapo. Kwa hiyo ile sabu iliyofanyika ni sabu ambayo normally huwa inafanyika kwenye mechi ya dabi.
Either aje Mzize, aje nani. Kuna sabu Yanga ataifanya second half kwa ajili ya kubadilisha mchezo. Na always imekuwa ikitulipa alhamdulillah. Umepiga kichwani. Sasa mkawaulize. Maana tuliwaambia nyie mmekuwa sugu. Tuliwaambia mapema nyie wenzetu mmekuwa sugu. Tumewapiga mara 5 mfululizo lakini bado wakaonyesha kwamba wana matumaini. Tukawaambia msimu huu tunakuja kupiga kichwani. Wakaibuka wakasema kichwa kipi? Sasa naomba mkawaulize kinachouma leo ni kipi? Watawafu majibu. Mnaanza mchezo wa kimataifa raundi ya kwanza kabisa mkiwa na morali pengine kwa sababu ya ushindi huu. Hii inaleta Kwanza umezungumza vizuri. Tunasafiri leo usiku saa 10 kwa maana kwa majira ya saa 7 timu itaanza kuripoti pale airport. Niliwaahidi leo na nitatambulisha wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo njooni pale airport. Tutambulisha mmoja baada ya mwingine. Sababu watu walikuwa na hamu. Msemaji atambulishe, nitawatambulishia airport kutoka Wadiara mpaka Pakome. Mmerudishwa kwa kiasi gani na usajili mpya ambao mmeufanya lakini pia umelipwa kwa asilimia ngapi tofauti na huko? Bana, kwa zile baskeli zimepiga kuwa zile. Hivi mmeona kama ile single ganda ilitokea pale? Dudu Washa alipiga baskeli wakaganda wote pale. Alafu akamesifungi leo. Tutakutana Disemba. Kwa hiyo sisi tunashukuru na timu tuliyosajili leo imeonekana leo, lakini tunaamini bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna Champions League ugenini dhidi ya Angola, tuna ligi tutakuja. Kwa hiyo tunakwenda kujipanga zaidi na zaidi kuhakikisha wana Yanga wanapata furaha. Niwaambie mashabiki wa Yanga kuelekea mechi hii, waliibuka wenzetu katika sisi ni kama hivi wameridhika hivi. Ni kama wanaona kumfunga Simba mfululizo ni jambo la kawaida. Niwaambie wana Yanga wenzetu, kama wewe ni mwana Yanga damu, Simba hata ukimfunga mara 20 utafurahia tu. Hata ukipata makoma mara 20 mfululizo unafurahia tu. Tuache tabia ya kuridhika na mafanikio. Haya tunayapata haya ni madogo kuliko yale makubwa tunayoyaomba. Makubwa ni haya, makubwa ni Champions League. Kama hatuwezi kuridhika, tukawa na shukrani tukishinda ngao tukimfunga Simba, Mwenyezi Mungu hawezi kutufungulia kuwafunga Al Ahly huko mbele. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tutoe tabia ya kuridhika. Huyu Simba anatakiwa agongwe mfululizo. Yaani itakuwa ifike hatua mechi ya dabi ikitangazwa. Humu tuje wenyewe tu uwanjani. Kuanzia mashabiki mpaka timu. Wasije hapo tutastop. Kwa hali imekuwa mbaya. Sasa tunaondoka tunaenda Angola. Ndio shida, lakini niwaombe wana Yanga ambao mtabaki Dar es Salaam. Kesho kunyweni supu jamani. Kokote tu. Kunyweni supu kesho. Kwani vipi hapa? Pengine wameamini imeimarika zaidi msimu huu tofauti na msimu uliopita. Yanga. Alikwambia mtaani timu yake mwaka huu ni mbovu compare na mwaka jana. Mbovu zaidi. Ndio tunakwenda kuanza Champions League mechi ya Angola na mimi nitafanya vizuri inshallah. Hali ni kwamba